Vyuo vya elimu ya juu ni vyuo vina umuhimu mkubwa sana katika utekelezaji wa hii dira 2050, kikiwepo hiki chuo cha mipango ya maendeleo vijijini ambao leo wameniita hapa kwa ajili ya kutoa mhadhara. Na kwanza nimpongeze sana mkuu wa chuo kwa kuja na hili wazo, na ningetoa wito hata vyuo vingine viweze kuiga huu mfano, kwa sababu kwa kupitia hili tunawaandaa hawa vijana kuielewa nchi yao. Tunawaandaa wa vijana kujua kwamba kumbe tayari serikali ina dira 2050 na wanatakiwa waanze kuielewa na zile nyenzo zake za utekelezaji. Wanapomaliza vyuo wanakuwa wanajua kabisa kwamba sasa tunaenda kufanya hiki, tunaenda kufanya hiki, tunaenda kufanya hiki. Kwa hiyo hivi vyuo vina umuhimu. La kwanza, kumbukeni kwamba hawa ndio wanaotutengenezea hawa watumishi, manpower, human capital, ambayo hii ndio itatumika huko kwenye 70% ya sekta binafsi, wataajiriwa kwenye makampuni, wataajiriwa kwa wawekezaji, lakini hawa tutawatumia kwenye ile 30% ambayo 8% inatokana na mashirika ya umma, lakini 22% inatokana na serikali kuu. Kwa hiyo ni watu ambao muhimu sana, kwa sababu wanapokuwa na miongozo ambayo ni muhimu na mizuri, lakini wakatutengenezea vijana ambao wameiva vizuri, inakuwa ni rahisi hata katika utoaji wa huduma huko, lakini katika kuzalisha. Lakini kubwa zaidi, vyuo vinafanya utafiti. Kwa kupitia tafiti zao, na sisi kama taifa tunaenda kutengeneza sasa hivi ajenda ya kitaifa ya utafiti ambayo itaendana na dira ya 2050. Huko nyuma kumekuwa na kasumba kwamba watu wanafanya tafiti, fedha nyingi zinapelekwa kwenye tafiti, lakini zile tafiti nyingi zinaishia kwenye makabati. Tumeelekezwa na Mheshimiwa Rais, anataka aone tafiti zenye tija. Tunakuja na kitu kinaitwa policy research, action oriented research, utafiti ambao matokeo yake yatatumika moja kwa moja na Tume ya Mipango na sekta mbalimbali za wizara za kisekta kutatua changamoto mbalimbali. Huko ndio ambako kimsingi serikali inaenda kuwekeza fedha kwa ajili ya utafiti. Kwa hiyo ni eneo ambalo kimsingi tunawategemea sana hivi vyuo vifanye utafiti, lakini vile vile wamekuwa wakitoa utaalamu elekezi kwa kupitia consultancy. Tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo tukizifanya kwa kupitia wizara zetu. Tumetumia vyuo hivi kwa ajili ya kuandaa maandiko mbalimbali, mipango mbalimbali, hata katika hii dira. Kuna baadhi ya vyuo vimeshiriki sana katika uandaji wa hii dira, lakini katika hata nyenzo za utekelezaji wa hii dira. Sasa ni namna gani chuo kinaenda kujiposition na kuweza kufikia haya malengo ya dira, pamoja na hizi ambazo tunasema kwamba ni flagship program ambazo zimeandaliwa na serikali? Sisi kwa upande wetu ni kuendelea kuandaa wanafunzi wawe bora na waweze kufanyaje, waweze kujitegemea. Kwa mfano tumesema kwamba tuna wanafunzi ambao wanasoma masuala ya development finance and investment planning. Hawa kwa namna ya kipekee wanaenda kushiriki pamoja na watu wa sekta binafsi pamoja na serikali kwa ujumla katika kufanyaje, katika kuhakikisha kwamba mipango ya uwekezaji katika taifa hili inafanyaje, inakwenda vizuri. Lakini tuko pia na watu ambao wanashughulika na masuala ya rural development planning na regional planning. Hawa wanakwenda kuwa wa msaada mkubwa katika nchi hii kwenye upande wa kuandaa mipango mbalimbali ya maendeleo. Lakini pia tumeweza kuona kwamba kuna ombwe, yani sio ombwe, lakini kuna upungufu mkubwa wa kuweza kupanga ardhi yetu, ambao tunajua kwamba ardhi ni rasilimali. Sisi tayari tunatoa watu ambao wanaenda kujihusisha na masuala ya mipango miji, na hivyo kwenda kusaidia kuziba lile pengo la 72% ya kipande au ya ardhi ya Tanzania ambayo haijapimwa.